Umewahi kufikiri kwa nini Mungu ameruhusu kukupa zawadi ya mtoto? Kwa tafakari hiyo hiyo, fikiria kuhusu mtoto mwenye ulemavu. Bila kutazama ulemavu wake, kwanza fikiri kuhusu mtoto. Unapoona mtoto mwenye ulemavu, kwanza tazama kuhusu mtoto na utu wake na sio ulemavu wake. Leo tunaye Bi Betha Mwakabange. Yeye ni msimamizi wa wahudumu wa afya ngazi ya jamii, halmashauri ya wilaya ya Kilolo. Bi Mwakabange anatupa tathmini ya utekelezaji wa mradi wa WeCare unaotekelezwa na wadau wa Core Africa, Ibo na Kope kwa kushirikiana na serikali. Kwa wadau, na nisemee ukweli kuhusiana na huu mradi wa WeCare, kama nilivyoanza kusema ndugu mwandishi mwanzoni, huu mradi mimi kipekee nimeuona una setup ya tofauti sana. Wataalamu wote wa huu mradi walikuwa wana moyo wa utayari. Hicho nimejifunza sana kwao. Mradi huu wa WeCare una lengo la kuongeza watoto wenye ulemavu kwenye mfumo wa shule ili waweze kupata fursa ya elimu, miundombinu bora na kupata huduma ya utengamao. Pia mradi unajenga uwezo wa watu wa huduma. Setup ya mradi yenyewe ni shirikishi sana. Kuwatumia wahudumu wa afya ngazi ya jamii ni setup moja ambayo ni ya muhimu sana kama unataka kufanikisha jambo lako kwenye jamii. Na huu mradi ndicho ulichokifanya kwa sehemu kubwa. Kupitia mradi huu, zaidi ya watoto 50 wameibuliwa Kilolo, anasema Bi Betha. Watoto wenye ulemavu wana hatari kubwa zaidi ya kunyimwa na kukosa haki zao. Hatari hizo ni pamoja na kutelekezwa, uelewa finyu katika jamii kuhusu watoto wenye ulemavu, umasikini, mila na imani potofu, kufichwa na wakati mwingine hatari za vifo. Kwa mfano kituo cha Ilula, sisi tuna kituo cha Ilula ambacho wenzetu wa mradi wa WeCare ndio wanatusupport. Mwanzoni walianza kuwa wanakuja kutoa huduma kwa siku moja tu, mara moja kwa wiki. Lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda, sasa hivi wamefikia hatua wanatoa huduma mara 3 kwa wiki. Maana yake ni ongezeko la uibuaji wa watoto linaongezeka. Ili kupunguza hali ya ulemavu na athari zake kwa watoto, serikali kwa kushirikiana na wadau hawa wanaotekeleza mradi wa WeCare hapa Iringa, wamekuja na fomu maalum ya utambuzi kwa mtoto mwenye ulemavu. Huyu ni Dr. Kristantus Ngongi, kaimu mganga mkuu mkoa wa Iringa. Kwa tunashukuru kikao kimekuwa kizuri, kimejumuisha wajumbe kutoka Secretariat ya mkoa wa Iringa pamoja na halmashauri za Mafinga, Mufindi, Kilolo pamoja na halmashauri ya Iringa. Kimekuwa kikao chenye matokeo chanya, watu wamepitia ile fomu, wameonyesha mwitikio chanya kwamba mradi umesaidia sana kwenye kutoa elimu, lakini pia kwenye kuwatambua watoto wenye changamoto kama hizo. Kwa tunashukuru sana mradi kwa fursa hii. Naamini kwa namna moja au nyingine umesaidia jamii kutambua tatizo la ulemavu, kwamba huduma za watoto wenye ulemavu zipo. Kumbe basi sio sahihi watu kuwafungia watoto wenye ulemavu majumbani au kuwanyanyapaa na kadhalika. Wakitambuliwa kuna sehemu wanaweza kupata huduma stahiki na wakasaidiwa kusogea na kujisaidia kwenye maisha yao huko baadaye. Afisa mradi wa WeCare, Feruzi Salomo, anasema kazi kubwa ya fomu hii ni kupata taarifa za msingi za mtoto mwenye ulemavu kuanzia ngazi ya jamii. Lengo kuu la kikao lilikuwa ni kupitishana kwa ajili ya kujadiliana fomu ya utambuzi na rufaa kwa ajili ya watoto na changamoto ya ulemavu wenye umri kuanzia miaka 0 hadi 14. Kimsingi fomu hii tuliipata baada ya mkusanyiko wa mawazo kati yetu sisi kama wadau wa utekelezaji Core Africa Organization pamoja na wadau wa idara za afya wa hizi halmashauri 3, ambayo tuliamua kubuni fomu ili iweze kutusaidia kupata taarifa za msingi za kuwatambua watoto na changamoto ya ulemavu ambao tunawapata aidha kwa kupitia kwenye jamii au vituo vya kutolea huduma za afya. Fomu hii imebeba taarifa ambazo zitaweza kutumia kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli zetu. Kwa mfano, kuna kipengele cha kwanza ni taarifa za mzazi au mlezi wa huyo mtoto. Pia kuna kipengele kinamhusu mtoto huyo mwenye changamoto ya ulemavu, ambapo atajaza kuna taarifa kama umri wake, jinsia yake, aina ya ulemavu alionao, na kama kwenye familia yake pia kuna mtu mwingine na changamoto ya ulemavu. Pia kuna taarifa nyingine ambayo itamtaka tujue kwamba huyu mtoto
huyu mtoto mbali na changamoto ya ulemavu, je, ana magonjwa mengine au changamoto zingine ambazo zinaambatana na ulemavu, kwa mfano hali ya lishe au magonjwa ya kuambukiza na asiyo ya kuambukiza. Lengo la mradi linaenda kuhudumia watoto wenye miaka 0 hadi 14, kwa sababu kwa mfano tukiangalia huduma za utengamao, tunaamini kadi mtoto atakayemhudumia akiwa na umri mdogo, uwezekano wake wa kulikava ni mkubwa sana, tofauti na mtoto akiwa na umri mkubwa. Kwa mujibu wa Bwana Feruzi, katika kipindi cha zaidi ya miaka 2 ya utekelezaji wa mradi, watoto 920 wameibuliwa katika halmashauri ya mradi, yaani manispaa ya Iringa, Kilolo na Mufindi, kwa kutumia fomu hii. Je, nini tafsiri yake? Fomu imeendelea kuleta matokeo chanya kwenye jamii, ambapo tulishawafanyia mafunzo watu wa huduma za afya pamoja na wahudumu wa afya ngazi ya jamii. Kupitia hiyo fomu hadi sasa hivi tumeibua watoto 920 ambapo wanapata huduma mbalimbali, wengine huduma za mazoezi ya utengamao, wengine huduma za operation, na wengine ambao tunagharamikia matibabu, kwa mfano nutrition assessment na vitu vingine. Watson Mlisho, daktari wa mazoezi tiba kutoka shirika lisilo la kiserikali la Call Africa hapa Iringa, anataja hatua za awali za namna ya kumtambua mtoto mwenye ulemavu. Tunajua kila umri wa mtoto unaendana na hatua zake. Mtoto atakuwa kaze shingo na miezi 3, baada ya hapo atakaa, baada ya hapo ataanza kutambaa. Kwa sasa unapoona miaka inaenda na mtoto hatua zake zinazidi kuwa sio sawa na miaka yake, basi moja kwa moja mzazi unaweza ukaanza kuhisi kwamba huyu mtoto ana changamoto katika hatua zake za ukuaji. Lakini pia kuna magonjwa, labda mtoto anapata shida kama ya degedege. Degedege ni moja kati ya sababu ambayo inaweza ikamsababishia mtoto pia akapata changamoto kwenye hatua zake za ukuaji, na pia ikamsababishia udumavu pia wa akili. Ni nini kinaweza kusababisha mtoto kupata ulemavu? Huyu ni Walter Munisi, mtaalamu kutoka hospitali ya rufaa ya Iringa na Betha Mwakabange. Shida ya ulemavu inaweza ikatokea wakati mama ni mjamzito, wakati anajifungua au baada ya kujifungua. Katika hizo hatua 3 pia zinaweza zikamletea mtoto, ikasababisha mtoto akapata ulemavu. Wakati yuko tumboni kuna visababishi, labda mama anatumia dawa zisizostahili kwa wakati yuko mjamzito, au anatumia vilevi, ni sigara, ni pombe. Wakati wa kujifungua pia kuna visababishi pale pia vinaweza kusababisha akapata ulemavu. Pia hata baada ya kuwa ameshazaliwa inaweza ikasababisha pia, kuna visababishi pia vinaweza vikamletea ulemavu. Aidha akapata kuumia kichwani, au magonjwa, au degedege, au homa za mara kwa mara pia zinaweza zikamsababishia akapata ulemavu. Vyote ambavyo vinasababisha ulemavu vinazuilika. Wapo wenzetu wa maendeleo ya jamii ambao wako kwenye jamii au ustawi wa jamii, wanatoa elimu za masuala ya ukatili kwenye familia, kama ninavyosema kwamba ulemavu mwingine unatokana na masuala ya ajali, kupigana. Hivi vitu vinazuilika. Lakini je, inawezekana kuzuia ama kupunguza ulemavu kwa mtoto? Kwenye huduma za utengamao, mtoto anapokuja mapema wakati amepata shida ya ulemavu, anapopata huduma ya utengamao mapema, anaweza akarudia kufanya zile shughuli zake za kila siku bila tabu yoyote. Aidha kwa usaidizi kidogo, au yeye mwenyewe lakini kwa tabu, au kushindwa kabisa. Inategemea na jinsi gani ile shida ilimuathiri. Baada ya mafunzo tuliwapa kwanza assignment moja, kwamba na watendaji wa vijiji tuliwapa taarifa kwamba sasa hivi kwenye mikutano yote ya vijiji, mhudumu wa afya ngazi ya jamii asimame atoe elimu ya namna ya kuwatambua watoto hao wenye ulemavu. Na kwa sababu wameshaelimishwa kwamba hata aina za ulemavu huu na vyanzo vyake, ndicho ambacho tunawataka wafundishe kwenye mikutano ya kijamii. Watu wameanza kuelewa kwamba kumbe ule ulemavu sio kwa sababu ya kulogwa, ila ni kutokana na hiki na hiki. Kama vile tunavyosema, kama mama akichelewa kwenda kliniki akakosa baadhi ya huduma, anaweza kapelekea kupata ulemavu fulani, tumewafundisha. Lakini ajali mbalimbali zikiwepo, kupigwa kwa mama akiwa mjamzito, wamefundishwa na kuona kwamba inaweza kapelekea mtoto akawa mlemavu. Wamefundishwa aina nyingi. Lishe duni inaweza kumsababisha mtoto akazaliwa na kichwa kikubwa, nayo ni aina ambayo ni ya ulemavu. Kwa hiyo wamefundishwa vitu vingi ambavyo ndivyo tunavyowaambia wakafundishe kupitia mikutano ya vijiji na forum mbalimbali wanazozipata kama siku za afya na lishe, watoe elimu hizo. Kwa hiyo jamii inaanza kuondokana na ile dhana ya kwamba ni kwa sababu ya kulogwa na nini. Sasa je, jamii na wazazi na walezi
wafanye nini? Sasa hivi jamii tubadilike, tuzuie ukatili kwa pamoja, tulea watoto kwa pamoja, tusiangalie tu kama ni mtoto wa fulani unamwacha. Mungu atusaidie turudishe ule upendo wa kweli ambao Mungu alikuwa ameukusudia, kwamba anaposema ukiona jambo ambalo wewe upendi kufanyiwa usimfanyie mwenzio, na hasa hawa watoto ambao wanakatiliwa maisha toka wakiwa tumboni kwa mama. Kwa kweli naomba jamii ibadilike. Kama nilivyosema, setup ya halmashauri ya wilaya Kilolo ina ukanda wa juu na wa chini. Kwa kituo cha kutolea huduma kipo ukanda wa chini. Ukanda wa juu bado ni mbali na kule ni milimani na nini. Ikifika kipindi hiki cha mvua nyingi hivi, hata kina mama kushuka mjini ni changamoto sana. Kwanza gharama pia, kama nilivyosema, watu wanaokaa na hao watoto pia hali ya kiuchumi waga inakuwa chini. Utambuzi wa mapema ni mchakato wa utambuzi ambao unawezesha kufahamu kuwa mtoto yupo kwenye hatari ya kuwa na ulemavu au tayari ana ulemavu na kumuunganisha na afua stahiki ndani ya muda mwafaka. Tuwapongeze wadau wa mradi huu na serikali kwa kuwaibua watoto hawa 920 na pia kuja na fomu hii ya utambuzi wa awali na rufaa ambayo itasaidia kuwatambua watoto na kupata takwimu sahihi na kuwapa huduma stahiki kwa wakati. Jina langu ni Tukuswiga Mwaisumbe.